Rais wa Madagascar Andry Rajoelina leo Oktoba 3 amesema yuko tayari kusikiliza ili kupata suluhisho kwa matatizo yanayoikabili nchi hiyo, lakini wakati huo akionyesha kupuuza na kupinga vikali miito ya yeye kujiuzulu iliyotolewa na vuguvugu la kitaifa la maandamano lililoongozwa na vijana. Ameeleza hayo katika hotuba iliyorushwa moja kwa moja kupitia ukurasa wake wa Facebook, ambapo amesema hakuna anayenufaika na uharibifu wa taifa. Nipo hapa, nimesimama hapa tayari kusikiliza na tayari kutoa mkono wa msaada, na zaidi ya yote tayari kuleta suluhisho kwa Madagascar. Basi na kutoa ushahidi, amesema kwamba baadhi ya wanasiasa waliokuwa wakipanga kuchukua fursa ya maandamano hayo na waliokuwa wamefikiri kuandaa mapinduzi ya serikali wakati yeye alipokuwa akihutubia Umoja wa Mataifa huko New York wiki iliyopita. Siku ya Jumatatu jioni, kiongozi huyo alivunja serikali yake na kubakiza baadhi ya mawaziri hadi pale itakapoundwa serikali mpya, huku lengo la kufanya hivyo ikiwa ni kutuliza hasira za umma. Umoja wa Mataifa UN umesema kuwa angalau watu 22 waliuawa na zaidi ya watu 100 walijeruhiwa katika siku chache za kwanza za maandamano hayo. Hata hivyo, serikali imekanusha takwimu hizo. Maoni yako tuweke chini kwenye comment.